Kusudi la mke mkuu. Kusudi la mke mkuu. Kusudi la mke mkuu. Uliotuitia. Kumbuka rehema Bwana. Kumbuka rehema Bwana. Na kwa kilio chetu. Na kwa kilio chetu. Geuza kanisa la Tanzania. Geuza kanisa la Tanzania. Geuza mimi Bwana. Geuza mbingu Bwana. Igeuze. Igeuze. Iwe na huruma. Iwe na huruma. Iwe na uchungu. Iwe na uchungu. Kwa uchungu ya Mungu. Bwana sikia. Bwana sikia. Bwana rehemu. Bwana rehemu. Bwana sikia. Bwana sikia. Bwana kumbuka. Bwana kumbuka. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Raheli alilia, sauti ilisikiwa Rama, Raheli akiwalilia watoto wake kwa kuwa hawapo. Amen. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 18. Amen. Tukajifuatia yuko mahali. Ndio. Kuna mahali yupo. Amen. Na aliyeibiwa tukajifunza kwamba kuna kitu alichonacho kimeibiwa. Nafsi alionayo mtu pengine hana, amewekewa namna nyingine ya dunia. Amewekewa namna nyingine ya adui. Amen. Kuna mahali yupo na kuna mahali amenaswa. Amenaswa mahali na kama Mungu ajuaye kuokoa kwa sauti ya kilio cha mwanamke na kilio cha kanisa. Ule mtu atanasiliwa na kuokolewa. Amen. Atafichuliwa na kutolewa kwenye magereza yaliyomshika. Amen. Haleluya. Amina. Leo tunaenda hatua nyingine kabisa na tutaona ya kwamba mwanamke anawezaje kunyamaza. Nawezaje mimi kunyamaza? Unawezaje kunyamaza mwanamke? Kwa nini kanisa linanyamaza? Amen. Amen. Kurudisha hatima iliyoibiwa. Amina. Ndio somo letu leo katika hatua hii ambayo tutajifunza siku ya leo, kurudisha hatima iliyoibiwa. Amen. Amen. Kwamba Biblia inasema kwamba watu hawa wameibiwa wote. Amen. Na kitu ambacho wameibiwa, kitu ambacho Roho Mtakatifu anataka atufunulie ni hatima ya kwao. Amen. Hicho kitu hasa ndicho kitu ambacho adui kinamsababisha amwende mtu ambaye mwana wa Mungu. Amen. Kinachosababisha mtu kuwa mawindo, kinachosababisha vita kutokea kati ya Ibilisi ili unaswe ni ile hatima ulioambiwa nayo. Ile kusudi la Mungu ambayo Mungu amekuambia. Amen. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Alimwambia Yeremia, nilikujua tangu nisome. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Haleluya. Amen. Kama utakumbuka utaendelea kusoma kwenye kitabu fulani cha Yeremia, cha Yeremia, utakumbuka kwamba Yeremia aliwahi kutekwa akawekwa shimoni. Baba yangu nafikiri ni kweli. Yeremia alinaswa, alitoka akatupwa shimoni, kwenye shimo refu sana. Biblia inaniambia utagundua kwamba kilichosababisha Yeremia kutupwa na kuwekwa kwenye shimo ni ile hatima, ni ile kusudi la Mungu aliyoambiwa nayo. Amen. Amen. Kwa sababu yeye ni nabii wa mataifa. Je, wewe ni nani? Utagundua kwamba kuna hatima. Mungu atakuomba akakutupa kwenye soko la Sadara ukafanya biashara. Haipasi kufanya hiyo biashara. Unapofanya ile fanya kiutumishi, kwa sababu kutokana na vitu vyako utamtumikia kama Mungu wako. Amen. Na kwenye mahali pako ni mahali pako pa kumtumikia Mungu. Amen. Amen. Amina. Katika ndoa yako utaweka kwenye ndoa yako ukajipelekisha ukasema nimetulia na mwanaume wangu. Mahali hapo unapaswa kumtumikia Mungu pamoja na nyumba ya kwako. Amen. Kama kuna kusudi, kuna
kusudi na kuomba kwa mimi Amen. Utagundua kwamba atui kitu ambacho ana fight, kitu ambacho anakuwa against kinacho anachokipambania ni ile hatima uliyo nayo. Ni ile kusudi la Mungu ulilolipenda ndilo linalotafuta. Amen. Hakika nakuhakikishia wewe kijana wangu usijione kuwa duni. Wewe ni mtu mkuu sana. Amen. Amen. Amina. Nipungie kwa wewe sio mtu duni kabisa. Haijalishi kama uko kwa wakati gani au uko kwenye hali gani. Wewe ni mtu mkuu sana. Amen. Kitu ambacho Roho Mtakatifu anazungumza na sisi. Tuone alama kwamba liko kusudi, liko hatima ambayo Mungu ameweka. Amekuumba nayo. Amina. Haleluya. Kwa maana utagundua, fuatilia kwa nini Yesu alitakiwa kuuawa na kuangamizwa. Pale alipozaliwa tu, akasema kwamba Herode akasema kwamba nasikia kuna mfalme aliyefika wakati wa mateso yake. Kumbuka waliandika maneno yaliyotoa hukumu juu ya kuuawa kwa Yesu. Wakaandika kwenye msalaba. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Yes. Nataka ujue kwamba kiasili tumewekwa kusudi kwa kusudi na Mungu akatufanya kuwa watawala na wamiliki. Kwa sababu ilijulikana kwamba huyu ndiye atakayekuja kutawala. Basi mtawala anapindua ufalme ule wa giza. Kwa sababu ile kulinda ufalme wake alisema hapana. Lazima huyu auawe afe. Mungu atusaidie. Akasema huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo ile shitaka lilitosha. Wanatengenezea mazingira unayotengenezewa ili kwamba ile hatima ulenayo iuawe ife. Sema hautakufa. Na kileo cha mwanamke nitastawi na nitaongezeka. Haleluya. Fuatilia tena Yusufu jinsi ambavyo aliwindwa na adui. Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa na mtoto, aliona mtoto. Yeye ni mtu ambaye alibeba maono ya kwamba yeye atakuwa mtu mkuu na ya kwamba ndugu zake watakuja kumtumikia. Akasema hapana, jambo hili linawezekana vipi? Walichukia sana, wakamuuza Yusufu. Wakasema, wakamwambia baba yao huyo amekufa, lakini walimweka kwanza kwenye shimo ili afe. Walitaka kumweka. Ndugu yake mmoja akasema hapana, kuliko kumweka kwenye shimo. Walikuwa wanapita, watu wanapita, waliokuwa wanapita wanaenda Misri. Wakasema ngoja tumuuze kwa hao watu wanaonunua watumwa. Wakamuuza kama mtumwa. Kumbe sasa walipomuuza, walifikiri sasa tayari ameshaondoka machoni pao, hata kuja tena kuwatawala ndugu zake. Yesu atusaidie. Amen. Hicho ni kitabu cha Mwanzo sura ya 37, utaanza kuanzia mstari wa 5 hadi wa 20. Ndugu zake walichukia, wakasema kwamba ni kweli huyo ndiye atakaye kuja. Ukisoma kuna mahali baba yake alimwambia usiseme hiyo ndoto yako. Alimwambia nyamaza. Ndio. Mungu atusaidie. Amina. Ninataka nikujulishe kwamba kinachotafutwa ni hatima ya kwako. Ndio. Ende tena kwenye kisa cha Samsoni. Samsoni alikuwa ni mtu mkuu ambaye Mungu alimchagua tangu kwenye tumbo la mama yake. Akamwambia mama yake ya kwamba huyo mtoto ulionaye kwenye tumbo lako, akampa masharti, akamwambia hautatumia vileo. Mungu atusaidie. Amen. Ili kumlinda kile alichokipenda kwamba ni kitu kitakatifu, mnadhiri wa Bwana. Amen. Na alifanikiwa kufanya hivyo kama mzazi alichukua nafasi ya kwake. Ndio. Amen. Amina. Mwanamke, unawezaje kunyamaza wewe? Ndio. Lazima ugundue kwamba kile ambacho unakipewa na Mungu ni cha thamani sana. Ungekuwa na kichwani cha thamani sana, usingekubali kupeana kwa shetani. Amen. Lakini mwanamke leo anakubali kupeana kwa shetani. Unaweza kukuta baada ya kuzaa anaona thamani imeisha, amepata heshima yake, anaitwa mama, akasema inatosha, mimi nimeitwa mama. Na kuambia haitoshi wewe kuitwa mama. Amen.
inatosha wewe kuitwa mama. Kuitwa mama ni dhamana. Ni jukumu katika ufalme wa Mungu. Amen. Hebu jipongeze mwanamke. Sema nafurahi kuwa mama. Hebu sema nafurahi kuwa mwanamke. Haleluya. Sasa utakubali umezaa mtoto wako, unajua jinsi umeteseka. Alafu anakuambia leta kitabu cha mtoto, unampa ili kikazike mgongani. Leo tunasema yuko wapi? Alafu kumbe yuko mgongani, amezikwa nani, amewekewa kitabu chake, ameunganishwa na madhabahu ya miungu, ameunganishwa na mizimu. Huyo mtoto mizimu itaamua juu ya maisha yake. Itaamua juu ya hatima yake. Sio Mungu tena. Angalia, Mungu anachukia jambo kama hilo. Mungu anachukia unapomfanyia mtoto matambiko tena. Wewe mtu ambaye una akili unafanya nini juu ya uzao wako? Mungu atusaidie. Amina. Unajua nikasikia hata wale ndugu zetu wanajua mtoto wa Kiislamu akizaliwa, mwanamke mwenye akili pale tu siku ile akimpata kiongozi wa dini yake anamwambia nimepata mtoto, anakuja anamsemesha mtoto kwenye sikio la mtoto kile kimezaliwa leo. Asipompata yule kiongozi siku ya 7 lazima yule mtoto azaliwe. Atamkiwe. Anatamkiwa kwenye sikio lake ili asikie kwamba Mungu yupo na kwamba kwenye maisha yake amjue Mungu. Lakini lazima atamkiwe. Ni kweli. Wanapotamka wanamtamkia nini? Wanamtamkia jina la Mungu. Kama akimtamkia jina la Mungu, lile jina linakaa ndani yake, mtoto anakuwa amewekewa misingi. Wewe unasema mimi ni wa Kristo. Unaweka misingi gani kwa watoto wako? Oh my God. Unaweka misingi ipi? Umempa shetani. Tunapeana watoto kwa shetani. Leo wamenaswa na misingi iliyowekwa ni ya Kristo. Lakini leo tunaelewa ile kama tunaokoa kwenye misingi mibovu. Tunaitikisa ya misingi ikawa kwetu. Umefanya nini? Utaleta madhabahuni akabarikiwa. Tunakuwa tunapenda mile, tunasema mimi na kula uzazi. Miezi 3 tuko naye mtoto ndani. Hujamtoa kwa Mungu. Ukimtoa kwa Mungu, umemtoa kwa Mungu. Hujamtoa hata na sadaka. Bwana atusaidie. Amina. Mwanamke wa shujaa upate akili. Hicho kipawa kama unajua ni cha thamani, ungekitunza kwa thamani, ungekijali kwa gharama. Mtoto mmoja alisema, alimuuliza mama yake, mbona mama kila ukitoka asubuhi unafunga chumba chako? Mbona mimi unaniacha huko nje, unaniacha na dada? Unajua dada ananifanya nini? Alimuuliza kwanza, mama ni kwa nini unafunga mlango, unafunga kila siku chumbani kwako? Kile kisa kilinigusa. Si mnafungia chumbani, mnafunga chumba ukitoka. Watoto tunaona tukafungia nje na chumbani kwako kwa sababu tunajua kuna vitu vya thamani. Unajua kuna kapesa kako, pengine hata hamna pesa, ile tu chumba ni cha thamani. Itakiwi mtu kuingia. Amina. Haleluya. Akamuuliza mama, kwa nini unafunga chumba chako? Mbona mimi hunifungii mahali pazuri? Akamwambia, mwanangu, nitakufungia. Akasema, mimi nakuuliza, mimi unanionaje? Kuna nini uko chumbani? Mwanangu, chumbani wataiba. Je, mimi sitaiba mama? Mtoto alivyomuuliza mama hivyo, kumbe kuna mtoto akifungiwa anaenda kwa majirani. Kumbe anaenda mwingine ameachiwa, ametupiwa, kitoto kimebakwa, kitoto kimeteseka, kimefanyiwa hiki na kile. Huyu mtoto anafanya nini ulipomwacha? Bwana atusaidie. Amina. Mwanamke, Mungu akubariki kwa sababu huachi. Ilifika mahali Mungu alituonya akasema
cha Mungu, ni mtoto wa mzee wa kanisa, na kile tabia alizonazo haziendani kabisa. Bwana tuokoe na hizo zote. Amen. Haleluya. Amen. Lakini nisome kwenye kitabu cha Isaya sura ya 43. Isaya sura ya 43. Nitaanza kusoma mstari wa 6. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazini, toa, nayo kusini usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Mstari wa 7. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Sema kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Nimemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba. Mimi nimemuumba. Naam. Mimi nimemfanya. Mimi nimemfanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema mimi ni wa Bwana. Mimi ni wa Bwana. Sema tena mimi ni wa Bwana. Mimi ni wa Bwana. Kwa hiyo popote unapokuwa, sema popote ninapokuwa. Popote ninapokuwa. Nafsi yangu. Sikia. Mimi ni wa Bwana. Mimi ni wa Bwana. Usipotawala nafsi yako, usipotawala moyo wako, utajulisha kwamba mimi ni wa Bwana. Kitakuwa ni kilio kikuu sana. Amen. Kwa sababu Mungu anaona wivu sana na hafurahi kuona, kwa sababu wewe ni wa Bwana. Kitu chako ukikitengeneza ukakiumba, akigusa mtu mwingine utasikia vipi? Amen. Lazima ujue kwamba kuna kitu cha kwangu kimepungua, kimeibwa. Lazima ukumbuke ya kwamba mimi bila shaka nafsi yangu kuna mahali ipo. Kwa nini mimi ninaweza kuchukuliwa na dunia na nikalitumikia dunia, ila Mungu anaponihitaji sina sikio la kusikia. Akinitaka mwenye mali, mimi sina macho ya kuona na kufanya kile anataka mwenye mali. Sema mimi sio ya mali yangu. Mimi sio mali. Lazima ifike mahali pa kujilazimisha sisi wenyewe. Sikiliza, hata siku ambayo watu wale walikuwa wanaangamizwa, Sodoma na Gomora, walikuwa watu waliokuwepo walifanya shughuli zao. Hata kwenye gharika ya Nuhu watu walikuwa wanafanya shughuli zao. Wenye kuona kwa wao walikuwa wanafanya. Wenye kucheza dance walikuwa wana dance. Mungu atusaidie. Wenye kufanya biashara walikuwa wanafanya biashara. Wenye kufanya kila kitu walifanya. Lakini mtu mmoja alisikia, akaambiwa jenga safina, akaijenga safina. Wewe unaweza kuwa mmoja, leo Mungu anakuambia fanya kitu kwa ajili yangu, unaweza ukafanya tena. Amen. Na ujue kwamba wewe ni wa thamani. Sema mimi ni wa thamani. Hebu jiguse mwenyewe, sema mimi ni wa thamani. Wewe ni mtu mkuu sana. Amen. Kama utaitambua thamani yako, hautakubali ukashindwa. Sema sitashindwa. Nitailinda kusudi la Mungu. Nitalilinda kusudi la Mungu. Amen. Sema nitalinda na uzao wangu. Nitalinda na uzao wangu. Nitalinda wana wa Mungu. Nitalinda wana wa Mungu. Usimuuze ndugu yako kwa kumpa shetani. Usimsengenye ndugu yako. Usimkasirishe mtu wa Mungu. Yule ni wa thamani sana. Amen. Kanisa tuwe na upendo. Amen. Amen. Kuna mtu ambaye leo unamwona, muone kwa jinsi ya rohoni. Ikiwa utachoa ni wa thamani. Hebu sikia mstari wa 8 kwenye Isaya 43. Walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio,
nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Na walete mashahidi wao wapate kuhesabiwa kuwa na haki, au na wasikie wakaseme ni kweli. Yesu asifiwe. Anayestahili leo kuwa na haki yake na Mungu akupatie. Amen. Sikiliza, kwa sababu ya hatima ulio nayo, mwenye macho atageuzwa akafanywa kuwa kipofu. Ndio maana Mungu anasema waleteni hao ambao walikuwa na macho wamekuwa vipofu, na hao walikuwa na masikio lakini wamekuwa viziwi. Ina maana kuna mtu wa Mungu ambaye alikuwa na hatima na kusudi la Mungu. Yes. Leo amegeuzwa na kuwa mtu mwingine wa shetani. Sema amegeuzwa na kuwa. Amegeuzwa na kuwa. Unajua ni nini? Yesu alipozaliwa ilionekana nyota ya kwake. Wakasema tunaiona nyota. Wao kaelekea. Kumbe hata wewe ulipozaliwa nyota yako angavu ilionekana. Jesus. Wale waganga waliona nyota yako. Ndani ya ile nyota wakasoma hatima ya mtu mmoja. Wakasoma hatima ya kwako. Wakagundua kwamba wewe ni mtu mkuu sana, atakuja kutawala na ataleta mapinduzi katika ufalme wa giza. Wakasema kwamba wewe atakuja kumiliki. Yes. Ndio kusudi la Mungu alisema kwenye kitabu cha Mwanzo, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Yes. Akasema kwamba ili atawale na kumiliki juu ya nchi. Ndio. Kwa hiyo shetani alianza pale akasema hapana, huyu akija kutawala haitawezekana. Ili na yeye akasema mimi ndiye mtawala. Kwa hiyo lazima nyota yako angavu ilipoonekana akasema kwamba huyu atakuwa mtu mkuu sana, atakuja kumtumikia Mungu, atalipindua ufalme. Lakini akasema kwamba huyu wale tumtawale, hisia zake na fikra za kwake tutawale. Yes. Wewe tumgeuze na kuwa mwingine. Nikasema hivi kwa kilio cha mwanamke na kwa kilio cha kanisa, hao ambao hatima yao iliibiwa itarudishwa. Amen. Wale ambao walikuwa na macho ya kuona nini cha kufanya, walikuwa wanaona. Unajua hata sasa hivi Biblia inasema kwamba walilia kwa sababu hawako. Kwa hiyo kumbe yupo mtu, lakini imefika majira yake ya kuolewa, yamefika majira yake ya kuoa. Anayetaka kumwoa hayuko, anayetakiwa kuolewa hayuko. Amegeuzwa na kuwa mwingine. Watu hawaagi kahaba, watu hawaagi watu ambao wajui kulea. Akiangalia mtu, akiangalia binti kwa jamii yake ninayoona ni watu wanatupa watoto. Huyu hafai kuolewa kwa sababu anajua thamani yake iko wapi. Yes. Yesu akisaidia. Adui akapambana, ikafanyika vita kwa ajili ya hatima aliyonayo. Sema vita ya kwangu. Vita ya kwangu ni kwa ajili ya hatima nilionayo. Ni kwa ajili ya hatima nilionayo. Lazima unijue hilo. Amina. Ile vita ya kwako ni kwa ajili ya hatima ulionayo. Shetani anakutengenezea mazingira ya kutomiliki, ya kutokuwa mtu mkuu. Kwa hiyo kama ni kwenye biashara, wewe unaona ni bora biashara yangu inapigwa, bora ndoa yangu inapigwa, bora watoto wangu wanapigwa. Wewe unapoona hivi, mtafute Mungu. Bwana wako ambaye ana mali, wewe ndio mali ya kwake, anakuhitaji. Urudi kwake ili utengeneze maisha yako. Amina. Amen. Nataka nikujulishe kwamba vita ya kwako ni kwa ajili ya hatima uliyobeba. Ili uweze kustawi na kutawala na kumiliki juu ya nchi. Ndio. Mtafute Mungu. Sikia kile Mungu anasema. Kwa sababu tuliona kwenye mstari alisema kwamba waleteni vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio. Kumbe kuna kiziwi ana masikio. Ina maana sasa kuna kipofu ambaye ana macho. Inakuwa vipi hiyo? Haleluya. Amen. Lazima yale macho ambayo yameondoka. Na haya ni macho
macho ya kiroho. Ndio. Tumejua kwamba ni macho ya uelewa wetu. Ndio. Ukiwa unaelewa utaona cha kufanya, utajijua kwamba mimi ni mtu wa thamani. Hautaona thamani yako utaitupa kwa waganga. Unajua watu wanakimbia kwa waganga kwa sababu hawajui. Wajua labda ni waganga ndio watasaidia. Badala ya kumkimbia Mungu, wanakimbia kwa waganga. Mungu atusaidia. Na hao waganga na hao ni wa Mungu. Amen. Na Mungu anataka kuwasaidia. Amen. Huu ni wakati wa Mungu. Sikia, kama uko hapa, hata kama uko nje unanisikia. Kama unategemea tena waganga, wakati ule waganga umekwisha kupita. Wakati wa kutegemea waganga ili kusaidia haupo tena. Sema haupo tena. Yaani kama hapo kwa sababu haupo tena. Waganga kisha habari yao. Wameshapinduka. Wamefanya vya kufanya imetosha. Wameweza akili za watoto wetu wakapeana watoto wengine. Wamenunua ndoa za watu wetu imetosha. Hao ni watu wa Mungu. Wamenunua nyota za watu wakapeana kwa watu wengine kwa kafara zao. Wakati umekwisha. Amen. Lazima wakimbie. Wale waligeuzwa kuwa vipofu wazee wenye kuona. Amen. Waliokuwa wameambiwa tabia za kimungu baada ya hatima yao kupambaniwa wakageuzwa wakawa. Tena wakageuzwa na kuwa na tabia nyingine. Tabia za kipepo, tabia za uvutaji bangi, ukahaba, umalaya, tabia za zile. Hakuna mtu aliyeenda kwa hizo tabia hata siku moja. Sio za kwa hizo. Ni kwa sababu adui ametengeneza mazingira ya wewe kukamatwa. Mungu atusaidie. Katika kitabu hiki niendelee kusoma. Mwingine. Mimi ni Bwana, zaidi ya mimi hapana mwokozi. Ndio ni maana nikasema hivi, wakati wa waganga umekwisha kabisa. Amen. Hapo. Yes. Mwambie rafiki yako unajichelewesha. Amen. Yeah. Hata kama hauko hapo, mwambie unapoenda kwa waganga, ni tunauleta tu. Amen. Wanaendelea kupoteza muda wako na wanakutengenezea mazingira ya wewe kwenda jehanamu. Unakwisha kabisa. Amina. Mwambie usiache, waambie neno hili. Kwamba ndugu yangu, sasa hivi Biblia inasema wamelaaniwa wale mtegemeo wanadamu ambao wamemfanya kuwa kinga yao. Yes. Huu ni wakati wa Bwana, hakika nakwambia. Amina. Pigia Yesu makofi. Amen. Mstari wa 13, na mtangu siku ya leo mimi ndiye wala hapana awezaye kuokoa. Katika mkono wangu mimi nitatenda kazi. Nani awezaye kuzuia? Bwana mkombozi wenu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa ajili yenu nimetuma ujumbe Babeli. Sema kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Ujumbe umetumwa. Sauti ya uponyaji. Kwa ajili yenu. Kwa ajili ya wale wengine wote. Kwa ajili ya wengine wote. Ujumbe umetumwa. Ya kwamba Mungu ni Mungu aokoaye. Mstari wa 17, Bwana asema hivi, yeye afanya njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Atoaye gari na farasi, jeshi la askari na uwezo wamelala. Sema jeshi la askari. Na uwezo wamelala. Hawataondoka. Sema wachawi, waganga wamelala, hawataondoka. Na jeshi lao halitaondoka hapo. Thank you Jesus. Ni neno la kinabii. Ndio. Tunapokea. Wametoweka. Yes. Naendelea kusoma, anasema wametoweka. Yes. Wamezimwa mfano wa utambi. Sema wameondoka. Wamezimwa
wamezima mfano wa utambi. Amen. Huu ni wakati wa Bwana. Amen. Kubali usikubali. Yes. Ni wakati wa Bwana. Amen. Hatima yako lazima irudi. Amen. Vita yako na ikome. Utoke mahali ulipowekwa. Mahali ambapo nafsi yako imezuiliwa usisikie. Mahali ambapo umeshikiliwa. Wewe usione mahali ambapo umekuteuza na kuwa mlezi. Hapo mahali natafuta kabisa. Amen. Yeah. Yesu asifiwe. Amesema wametoweka. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ganga. Chawi. Wanaoiba. Nyota za watu. Hatima ya kwangu. Maisha ya kwangu. Biashara ya kwangu. Anayegeuza. Na kuwa mtu mbaya. Kwa jina la Yesu. Ninasimama. Na malaika wa Bwana. Na jeshi la malaika. Na sauti ya uponyaji. Ya kwamba watakimbizwa. Na kuwa wakimbizi. Wasio na makao katika nchi. Kwa jina la Yesu. Wasiwepo na mahali pa kulogea, pa kufanyia uganga, mahali pao pakafutika, mahali wanapofanyia biashara zao za kuuza nafsi, akili, maisha. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Tunalituma na wale malaika watumikao kupeleka habari hii ya kwamba watageuzwa na biashara tunainyamazisha haitakuwepo katika nchi. Wanaoiba nafsi, wanaoiba hatima, na walioiba unawalazimisha wakaa mahali popote waliko. Natuma ujumbe kwao. Kwa jina la Yesu. Malaika wa moto. Ninaenda naye. Mwanamke mchawi. Ninakusemesha. Kwa jina la Yesu. Piga moto. Juu ya hatima ulioshika ya kwangu ukanigeuza na kuwa wenye tabia ya kishetani. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo kunyamazisha na kutosha. Kwa jina la Yesu. Kama Bwana aishivyo. Na kufuta kwenye ulimwengu wa kwangu. Nakufuta kwenye ardhi ya kwangu. Na kufuta kwenye anga la kwangu. Hauna ruhusa ya kunifikia. Ninakuamuru mara hii rudisha kila ulichokiiba. Rudisha hatima ya kwangu. Rudisha kwa jina la Yesu. Nakuendea. Niko na wewe. Rudisha kwa jina la Yesu. Hatima ya kwangu. Hatima ya kwetu. Hatima ya kanisa. Rudisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rudisha kwa jina la Yesu. Mahali
mahali popote na uchawi, vifaa vyako vya kichawi na vilipua kuchoma moto na kufukuza katikati ya nchi walio hai, kama alivyosema Bwana Mungu wa majeshi, utakimbizwa kama mkimbizi katika nchi walio hai kwa jina la Bwana. Utawala na majeshi yako utainuka juu yangu, juu ya kanisa, juu ya maisha yangu, juu ya hatima yangu, juu ya biashara yangu, juu ya uzao wangu, kwa jina la Yesu utazimika kama utambi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jisalimishe kwa Bwana, jisalimishe kwa Bwana, maana sauti inakuita, sauti ya wokovu. Jisalimishe kwa Bwana. Kutesa maisha yetu, sai tunawaendesha, sai tunawafuata, sai tunawaacha maisha yangu, ndio aliyepotosha njia zile za wangu, ndio aliyepotosha njia za watoto wetu, ndio aliyepotosha tabia za watoto wetu, ndio aliyepotosha maisha ya watoto wetu, ndio aliyesikilia, ndio aliyepindisha hatima za watoto, ndio aliyepindisha hatima ya kwangu. Sai jioni leo, sai jioni leo ninakujia kwa jina la Bwana, nakujia kwa jina la Bwana, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi. Piga by fire, 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 piga by fire. Bwana Yesu, mtu sana, mtu wa hai, Tanzania yetu, wako wanaopindisha hatima za watu, wako wanaochukua nyakati za watoto wetu, wako waliochukua nyakati za kisasi, wako waliochukua hatima za hao, hatima za ndoa, hatima za kanisa, hatima za biashara, hatima za utumishi, hatima za watu. Rapa satakata sarea palada rusa sepelele la banda sale palada makosa sala palada na kufuata kwa jina la Bwana, na kufuata kwa jina la Bwana. Wewe uliyechukua hatima kwa njia ya Uislamu, wewe uliyechukua hatima kwa njia ya sadaka, wewe uliyechukua hatima kwa njia ya vitu, wewe uliyechukua hatima kwa njia ya mabadilishano ya vitu, mabadilishano ya zawadi, mabadilishano ya mavazi. Rapa saka sarea rapaka sela pagalia seleka kapaya. Wewe mgeuza wewe kijana kwa mvuta bangi, wewe geuza wewe kijana kuwa kahaba, kuwa mlevi, kuwa wahovya, kuwa asiyejijali, kuwa asiyejikubali, kuonekana mjinga na mzembe. Lakini yeye wa zamani ratakasakaya rapala baba, na kwenda katika miche, na kwenda katika milima, na kwenda katika bahari, na kwenda katika mabonde, na kwenda chini ya miti, naendea kwenye yale makaburi uliyoficha nafsi yake, kwenye yale makaburi uliyoficha hatima yake, wale mahali uliposema hatima yake nimechukua, hatima yake nimeificha, ndio hatima naifuata, ndio hatima naifuata, ndio hatima naifuata. Nifuate hatima ya kwako, hatima ya watoto, hatima ya yule mtu unakaa naye. Waweze kukaa na mtu ukafikiri ni mtu mzima, lakini yeye ni mateka, yeye amechukuliwa. Hatima yake, kile kitu cha thamani, ile thamani ya kwake imeshaiba tayari, ile thamani ya kwake imeshapotea tayari. Yeye ni wa thamani, lakini hatima ya kwake imechukuliwa, hatima ya kwake imeibwa. Amekuwa si kitu, amekuwa kama kiboksi kinatembea duniani, lakini ni boksi peke yake, kwa sababu wameiba ile hatima, wameiba uthamani wake, wameiba ile kusudi ya Mungu. Anaonekana ni katili, lakini yeye hakuumbwa kuwa katili, hakuumbwa kuwa
kibaka, hakuumbwa kuwa mwizi, hakuumbwa kuwa mlevi, hakuumbwa kuwa kahaba. Hiyo wako waliochukua hatima rapasatapa zapalanamaza repapapapa Rapalalaba, Salapalalala, Riapapapa, wambie wewe fulani. Kuna mwingine unamfahamu, mwingine ni jirani yako, mwingine ni mwanao, mwingine ni ndugu yako, mwingine ni jirani ya kwako. Mwambie wewe, natumia mwili wako na kuendea pale hatima yako ilipokongonyolewa, pale hatima yako ilipofichwa. Wengine walikamata, unajua tumetofautiana, hatima zimetofautiana. Kuna mwingine hatima iko shuleni, hatima yake ni elimu ya kwake. Mwingine hatima ya kwake ni mikono yake, ni ufundi alionao, ni ufundi wa mikono yake. Ria palabata sakaka, rapalada sakakia, sepeleka kafaya, shale palada kata. Anza kukondoa moja moja, anza kukondoa hatima ya moja moja. Mwingine hatima yake imefichwa kwenye macho yake, mwingine hatima yake imefichwa kwenye tabasamu la uso wake, lakini watu wameiba tabasamu lake. Hawezi tabasamu, maana tabasamu lake lingempa fedha, tabasamu lake limpa heshima, lingempa cheo, lingempa nafasi. Mwingine hatima yake imefichwa kwenye lugha yake. Kuna lugha nzuri ya thamani, kuna lugha tamu aliyonayo, ambayo akiongea na mtu lazima ampe, lazima amkubalie, lazima amwitikie. Hawezi ongea na mtu akashindwa kufanya mkataba, hawezi kuongea na mtu akakosa fedha, hawezi kuongea na mtu akakosa makubaliano, hawezi kuongea na mtu akakataa kumpa anachotamani. Kumbe hatima yake imefichwa kwenye kinywa chake, imefichwa kwenye lugha yake, lakini wamekuja hao wamekamata lugha yake, wameiba hiyo lugha yake, wameifanya lugha yake si kitu. Mara hii akiongea ni kama anakukana, mara hii akiongea ni kama anawasengenya, mara hii akiongea ni kama anawasonya. Kumbe hatima yake ilifichwa kwenye lugha, na lugha yake, maneno yake, kauli zake. Leo shetani anazitumia kwa faida nyingine, na ameharibu yeye, ameharibu hatima yake. Rapasakakata, mwambie Bwana, nairudisha ile lugha yangu, narudisha ile uwezo wangu wa kuongea. Ndio maana nikiongea kwenye biashara watu hawachi. Kumbe kuna lugha niliyokuwa nayo ya biashara, niliumba mfanya biashara. Kuna lugha ya kibiashara, kuna lugha ya biashara, lugha ya hatima ya biashara, lugha ya biashara. Mimi nimeibiwa lugha ya biashara, mimi nimeibiwa lugha ya biashara. Hiyo ni kitu changu cha thamani. Yawe nimejikuta siwezi kuongea na watu, nimejikuta siwezi kusikiliza watu, siwezi kuongea na watu, siwezi kuongea na watu lugha nzuri. Watu wananikimbia, watu wanasema hajui kuongea, watu wanasema maneno yake ni mabaya, watu wanasema hawezi kuongea huyu, tusimpe cheo. Maana tukimpa cheo hajui kuongea na watu, hajui kukarimu wageni, hajui kuongea na watu. Hatima yako mfiche kwenye lugha yako. Ria pala basa, ria pala basa, ria pala baba, ria pala baba, ria pala baba. Rudisha. Mkamate wewe, mwambie rudisha. Mkamate wewe, mwambie rudisha. Mkamate mwambie rudisha. Nimekuja na jina la Bwana, Bwana wa majeshi, Bwana wa vita. Mwanangu basi rasa vita, mwanangu basi rasa vita. Malaika wako hapa mwanangu, malaika wa sote mponyaji wako hapa, malaika wa vita wako hapa, malaika wa Bwana wako hapa. Bwana anasema uniite nami nitaitika, hata ile mambo makubwa nitakuonesha. Na hii ndio saa ambayo anafunua siri zake mbele yako. Kuwa rohoni, ukikaa rohoni utasikia siri, utaona kodi za kuingilia mahali hatima yako ilifichwa. Kuna kodi inaingia, kuna kodi inaingia.
Umekuwa biashara, umekuwa kazi. Kwa hiyo sura nzuri ulio nayo, lakini watu hawaioni, lakini watu hawaijui, watu hawaitambui. Sura ya kwako unaonekana umekasirika kila saa, kwa sababu hatima yako ilifichwa kwenye sura. Hatima yako ilifichwa kwenye sura. Laiti ungalimwona anayeiba, laiti ungalimkamata mwizi, maana imeandikwa, ukimkamata mwizi anarudisha mara 7. Ukimkamata mwizi anarudisha mara 7. Kamata huyo. Ukikamata yeye piga mara 7. Mwambie rudisha nenda kazi, rudisha na muda, rudisha na nguvu, rudisha na upako. Ule upako ulioniibia kwa kupitia mikono yangu, niweke mikono juu ya mtu, yeye akaiba na hatima yangu ikapotea. Mimi na mzaa hatima ya kwetu, haitaibwa na yoyote, kuanzia leo, hatima yangu naipatanisha na Bwana, wala hapana mganga, wala mchawi atakaye imiliki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tangazo limetoka kama vile siku ya kuzaliwa, ya kwamba hatima yako haitaibwa na yoyote. Amina. Wale waliotamani kuiba hatima yako wamelala na wamefichwa. Inasema Mungu aliangalia yule Herode aliyekuwa anataka kuchukua hatima ya mtoto Yesu. Alipokwisha kufa akamwambia mtoto Yesu, rudi ukatawale. Na kuagiza na wewe rudi ukatawale. Kuagiza na wewe rudi ukatawale. Nenda ukatawale. Nenda ukatawale. Ukatawale. Niliibwa darasani, nenda ukatawale. Niliibwa kwenye biashara, nenda ukatawale. Niliibwa kwenye ndoa, rudi katika ndoa. Niliibwa kwenye shule yako, rudi ukatawale. Kwenye kazi, rudi ukatawale. Kwenye utumishi, rudi ukatawale. Wote walipokuwa wamechukuliwa, chochote kilikuwa kimeibwa, rudi ukakimiliki katika jina la Yesu. Yerusalemu yako imeinuka na itangaza. Amen. Na nyota yako inuke na kuangaza. Amen. Hata leo utaonekana. Amen. Hata leo utaongea, utasikilizwa. Amen. Hata leo utapita mahali unatomiliki. Amen. Yale kwa umepita machai pako kwanza leo, nenda ukayaona unamiliki. Amen. Ile nasema akiona mtu ni cha kwake. Amen. Yeremia, unaona nini? Kama umeweza kukiona hicho kitu ni cha kwako, anavyo mtu ndivyo alivyo. Na wewe ulichokiona na kupokea leo ni cha kwako, pokea. Napokea. Sikia, kama ulikuwa unajua mimi sura yangu imekuwa kitisho kwa watu na sijui jinsi ya kufanya, lakini nikimtokea mtu hivi anielewi, na mtu nikimkazia macho ananiambia macho yako yanatisha, na mtu nikiongea naye ananiambia yani kaka fulani dada fulani lugha yake maana yake
inawezekana hatima yangu ilifichwa kwenye hivyo vitu. Alafu mimi sikujua. Hujai kuona kuna watu wanachekesha tu na wanatajirika kwa mdomo tu. Na mwingine anachekesha kwa maigizo ya mwili wake. Maana kuna hatima ilifichwa kwenye mwili. Amen. Na mwingine hatima ilifichwa kwenye miguu yake, akikimbia anakuwa tajiri, anakimbia anakuwa na mafanikio. Mwingine kwenye mikono yake anatengeneza, anasuka tu nywele, anasuka tu mikapu, anasuka tu vitu, utajiri. Mungu anaficha hatima za watu kwenye mambo tofauti tofauti. Amen. So ukisikia mtu ameibiwa hatima, ameibiwa vitu tofauti tofauti. Amen. Unaweza kuwa umeibiwa mikono, unaweza kuwa umeibiwa masikio, unaweza kuwa umeibiwa macho, unaweza kuwa umeibiwa hata meno tu. Kuna mwingine anaoa kwa sababu ameona meno ya yule binti. Mwingine miguu anamuoa kwa sababu ya miguu. Mwingine nywele tu. Si unanielewa? Ni vitu vidogo ambavyo huwa vinabeba hatima tofauti tofauti kwenye maisha ya watu. Amen. Vitu vidogo vidogo ambavyo huwezi kuvidhania, lakini unakuta hivyo vitu vimekaa. Kuna mwingine hata ukimvalisha nguo nzuri kiasi gani, haiwezekani kupendeza. Hana mwili wa hivyo. Amen. Lakini ni mwili wa kawaida. Amen. Kwa mantiki hiyo, ujue hatima ziko kwenye vitu maeneo mbalimbali katika maisha ya mtu. Amen. Amen. Amina. Mwingine hatima yake ni shuleni. Anasoma mpaka anakuwa profesa, mambo yake yote ni mazuri kwa sababu ya akili ya shuleni. Amen. Lakini ni profesa lakini hana akili ya biashara. Ni profesa lakini hana akili ya mpira. Amen. Anafanya vizuri kwenye mpira lakini hana akili kabisa, hata 2+2 ya mshinda darasani. Lakini kwenye mpira, kwenye volleyball, kwenye speed basket, kwenye sarakasi, kwenye vitu ana akili kupita kiasi. Ukimleta kwenye huduma ana akili kupita kiasi, lakini darasani hana lolote. Amen. Haya yote yako ni hatima tofauti, unaweza ukaibiwa kimoja wapo. Amen. Sasa hatima zinafichwa kwenye vitu mbalimbali. Amen. Siku leo natamani Mungu akakusemeshe. Amen. Akwambie hatima yako ilifichwa kwenye kitu gani. Amen. Na hicho kitu bila shaka ndio kitu ambacho unapambana nacho vita kila siku. Amen. Vita kila siku. Amina. Unaposikia mtu ameibiwa nyota, huwa vinaibiwa vitu vya thamani kama hivyo. Amen. 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 Kilio cha mwanamke kinamfikia Mungu. Amina. Cha mwanamke kimefikia Mungu. Amen. Mungu amekuja anatuambia ni vitu vilivyoibwa. Amen. Siteseke sana wanangu, rudisheni tu vile vitu vilivyoibwa. Amen. Na hiyo neema ipo kwetu leo. Amina. Utakaposema rudi, kinarudi. Amen. Kile tulichokisema leo kimerudi. Amen. Na utakapokaa katika usiku hapo ukiomba, utashangaa hicho kitu kinatokea. Amen. Kesho utaleta majibu. Amen. Kesho utaleta majibu. Amen. Kesho utaleta majibu. Amina. Amen. Amen. Bien. Tunawahi redio. Amen. 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 Tunawahi redio. Redioni. Tumebakiwa na dakika kama 20 na Amen. vituwe redioni.